Watu wengi walikuwa wakijiuliza ilikuwaje Nicolas Maduro akatekwa yeye na mkewe, ilhali alikuwa na ulinzi mkali ambao uliwajumuisha makomando kutoka nchini Cuba na wengine ndani ya taifa hilo. Lakini tutazame jinsi majasusi na makomando wa Marekani walivyomteka bwana Maduro. Baadhi ya watu bado hawaamini kwamba Maduro yupo mikononi mwa Marekani. Lakini taarifa za uhakika ni kwamba Maduro alitekwa na serikali ya Marekani, na hata makamu wake wa rais ambaye sasa ameapishwa kuwa rais, B. Rodriguez, alikiri kwamba rais huyo wa Marekani hayupo nchini, lakini taarifa zikaonekana zaidi kwamba yupo nchini Marekani huku akikabiliwa na mashtaka ya madawa ya kulevya na uhaini. Sasa tutazame ni jinsi gani hali ilikuwa hadi kukamatwa kwake. Kwa miezi kadhaa majasusi wa Marekani walikuwa wakifuatilia kila hatua na nyendo za rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kulikuwa na kikundi kidogo cha majasusi kilichofanya kazi pamoja na chanzo kimoja cha ndani cha serikali ya Venezuela. Kilimfuatilia Maduro mwenye miaka 63 kwa kila hatua. Walijua ni wapi analala, anakula nini, anavaa nguo gani, na kwa mujibu wa maafisa wa juu wa jeshi waliwajua hadi wanyama wake wapendwa aliowafuga nyumbani. Sasa baada ya kukusanyika taarifa zote hizo za kijasusi, kilichofuata kikawa ni kukamilisha mpango wa kumkamata. Hilo lilitekelezwa mwanzoni mwa mwezi Desemba mwaka 2025. Operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Absolute Resolve ilisukwa kwa makini mkubwa. Hata rais wa Marekani kabla ya hapo aliamua kwamba atoe mabilioni ya dola kuhakikisha anakamatwa Maduro. Inadaiwa pia kwamba hata rubani wake wa ndege yake alipewa pesa nyingi ili wakati wa safari yoyote ndege hiyo aipeleke nchini Marekani, licha ya kwamba rubani huyo alikataa fedha hizo. Hatua mbalimbali za kumteka Maduro zikafanyika. Matokeo ya miezi ya kupanga na mazoezi ya kijeshi ya kina ambayo yalijumuisha wanajeshi wa vikosi maalum yalifanyika. Wanajeshi walitengeneza mpaka nyumba inayofanana kabisa na nyumba yenye ulinzi mkali ambayo Maduro alikuwa akiishi Caracas, ili kufanya mazoezi ya namna watakavyovamia, kumkamata na kuondoka naye. Operesheni hiyo ambayo ni kubwa zaidi ya Marekani kuitekeleza Amerika ya Kusini, ambapo tangu enzi za vita baridi ilisukwa kwa usiri mkubwa. Bunge la Congress la Marekani halikufahamishwa au kuomba ushauri. Toka Desemba mwanzoni, wakuu wa jeshi la Marekani pamoja na majasusi wao walisubiri wakati wa mazingira mwafaka katika kutekeleza shambulizi hilo. Trump aliwapa ruhusa ya kushambulia siku 4 kabla, lakini walisubiri hadi hali ya hewa itulie pamoja na mawingu mazito kuondoka. Bahati nzuri na neema ya Mungu, usiku wa Ijumaa ulipofika, amri ya mwisho ya uvamizi ikatoka. Kilichofuata ilikuwa ni operesheni iliyochukua saa 2 tu na dakika 20 na kutekelezwa kutokea angani, ardhini na baharini. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, zaidi ya ndege 150 za kijeshi zenye uwezo wa kupeleleza, kuangusha makombora makubwa na ndege za kivita zilitanda angani wakati wote wa operation. Wakazi wa Caracas waliamshwa na milio mikubwa ya milipuko kutoka angani saa 8 za usiku, sawa na saa 3 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati makombora ya Marekani yakiendelea kunguruma na kulenga maeneo mbalimbali ya kijeshi ya Venezuela ili kuzuia jeshi kuzima mashambulizi ya Marekani, makomando wa kikosi maalum cha Delta Force walivamia makazi ya Maduro na kumteka na kuondoka naye baada ya kukabiliana na walinzi wake. Trump akawa wa kwanza kuthibitisha shambulizi hilo na kukamatwa kwa Maduro na mkewe, ambao waliondolewa Venezuela kwa helikopta kisha kusafirishwa kwa meli ya kivita na hatimaye ndege mpaka New York ambapo wamefunguliwa mashtaka. Trump hakufuatilia misheni iliyofuata, lakini alishuhudia uvamizi huo mubashara katika kasri lake huko Mar-a-Lago, akisema lilikuwa ni jambo la kuvutia mno kuliona na kuwa ilikuwa kama natazama filamu. Wengine waliokuwa naye pamoja walifuatilia tukio hilo, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio. Katika miezi ya hivi karibuni, maelfu ya wanajeshi wa Marekani walipelekwa kwa eneo hilo kujiunga na meli za kubeba na ndege na makumi ya meli za kivita katika operesheni kubwa zaidi ya kijeshi katika miongo kadhaa, huku Trump akimshutumu Maduro kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na ugaidi na kulipua makumi ya boti ndogo zinazotumiwa kusafirisha dawa za kulevya. Dalili za kwanza za operesheni zilikuwa angani, zaidi ya ndege 150 ikiwa ni pamoja na ndege za kudondosha makombora, ndege za kivita za upelelezi na hatimaye zilitumwa usiku kucha, kulingana na maafisa wa Marekani. Ilikuwa ni shughuli pevu, ngumu sana, maarifa kama yote kutua
idadi ya ndege, Trump aliambia Fox News, akisema zaidi kwamba tulikuwa na ndege za kivita tayari kukabiliana na hali yoyote. Basi mtazamaji, hiyo ndio hali ambayo ilimkuta Nicolas Maduro, lakini milipuko mikubwa iliyotikisa jiji la Caracas ilifanya Venezuela kuwa ya ukimya, huku wanajeshi wakishindwa la kufanya. Lakini baada ya operesheni hiyo, wanajeshi wa Venezuela wakaapa kuhakikisha wanafanya ulinzi wa kutosha na kujipanga upya kwa ajili ya mapambano katika kuokoa ardhi yao, wakiamini sasa kwamba Marekani ipo katika mipango ya kuteka mafuta yao pamoja na madini mengine na rasilimali zingine zilizopo nchini humo kutokana na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.